Habari yako mtazamaji wa Green FM TV. Hii ni ripoti kutoka wilayani Makete mkoani Njombe, ambapo maafisa waandikishaji pamoja na waendesha vifaa vya biometric wametakiwa kufanya kazi kwa kuzingatia kanuni na sheria zinazoongoza katika uboreshaji wa daftari la kupiga kura awamu ya pili, ambalo linategemewa kuanza Mei mosi hadi 7 mwaka 2025. Afisa mwandikishaji msaidizi wa jimbo Avinus Kapinga amebainisha hayo Aprili 29, 2025 wakati akifungua mafunzo kwa waandikishaji na waendesha vifaa vya biometric ambayo yamefanyika kata ya Tandala wilayani Makete mkoani Njombe, ikiwa ni kuelekea katika awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura pamoja na uwekaji wazi wa daftari la kudumu la mpiga kura awamu ya kwanza. Pia msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata Absalom Mwenga pamoja na washiriki wa mafunzo hayo wamezungumzia namna walivyojiandaa kuelekea utekelezaji wa zoezi hilo. Hii ni taarifa kutoka wilayani Makete mkoani Njombe, na mimi ni Edwin Moshi na hii ni Green FM TV. Ni imani yangu kazi hii tunayoenda kuifanya kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu, tunaenda kuifanya kwa weledi na kwa ufanisi wa kiwango cha juu kuliko vile ambavyo tulivyoweza kufanya awamu ya kwanza. Na ndilo lengo lenyewe, kusudio lenyewe, tukaboreshe zile taarifa zikae kwa uzuri zaidi na kwa bora zaidi kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza. Kama haitoshi, na kuombeni, ili ni ombi sasa, mkatoe ushirikiano wa kutosha. Kama kwenye business tungesema mkawe watu wa customer care wazuri kuliko, lakini kwa kuwa hizi zote kwetu ni huduma, mkatoe huduma iliyotukuka. Usibague. Kila mteja kwako ukamuone ni mtu muhimu kwa kazi yako uliyoajiriwa nayo. Mwisho wa siku, jimbo la Makete liwe na taarifa ya daftari la kupiga kura lililokuwa bora kuliko tunavyodhani. Tukifanya hivyo, itaturahisishia kwenye shughuli ya uchaguzi wenyewe unaotegemewa kufanyika mwezi wa Oktoba mwaka huu. Sisi wana Makete tukiwa na daftari bora, tafsiri yake wapiga kura hawatakuwa na changamoto za kuja kupiga kura. Kila kitu kitakuwa kiko wazi. Lakini hayo yote yatawezekana tu kupitia ninyi na sisi tukiwa na mashirikiano mazuri ya kutekeleza zoezi hili la uboreshaji wa daftari hili. Tusisahau katika maneno yangu haya, katika maelekezo yangu haya, tusisahau kuzingatia kanuni, sheria na taratibu za INEC. Maana hizo ndizo sheria mama kwa zoezi hili. Tukikiuka tutakuwa tuko nje ya utaratibu. Raia wa Tanzania sasa hapa ni mraia wa Tanzania kwa namna gani? Kwa kuzaliwa, si ndio? Au kwa kuzaliwa. Na kama kwa kuzaliwa, kazaliwa wapi? Nchini au kama ni nje ya nchi, maana yake kuna taratibu zake pale. Si ndio jamani? Kwa hiyo kama amezaliwa nchini, tunasema uraia wake ni Mtanzania kwa kuzaliwa. Maana yake uraia wake unakuwa ni kwa kuzaliwa na amezaliwa wapi? Nchini, si ndio? Lakini kama hajazaliwa nchini, maana yake tutakwenda kwenye vipengele hivi vingine hapa. Sawa jamani? Ambavyo itahitaji wewe kuthibitisha au kuwa na dokumenti za kuthibitisha kwamba huyu kama hakuzaliwa nchini, maana yake kuna viambata vyake. Sawa jamani? Lakini sehemu ya pili, kwenye sehemu hapa inamtaka pia mtu huyo ajue anafanya kazi gani. Ni Mtanzania, anafanya kazi gani? Kwa hiyo na sehemu ya kazi, maana yake tunatumia mageresho. Kwa hiyo kama ni mkulima, ni mfanyakazi, ni mjasiriamali, ni mfugaji, tutaangalia kwenye mageresho
kwenye kitabu cha mwandishi ukurasa wa mwisho. Mimi naitwa Nancy Radisson Swai, ni BVR operator, ni mwendeshaji wa mashine ya kuweza kuandikisha wapiga kura. Kwamba tumepata mafunzo mazuri, tumeelewa vizuri na tuko tayari kuingia kwenye mzigo kufanya kazi kwa ajili ya kuboresha daftari la wapiga kura. Rai yangu kwa wananchi ni kuwaomba kujitokeza kwa wingi, kwa sababu sisi tunaandikisha wale watu wapya ambao hawana kadi kabisa, ni wapya. Kuna wale ambao walikuwa hawajafikisha miaka 18 lakini pia nao pia wanaruhusiwa kuja kujiandikisha upya kwenye daftari. Aliyepoteza kadi anaruhusiwa. Aliyehama makazi anaruhusiwa. Tunakaribisha sana 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 vituo vyetu. Kila mmoja hakikisha anakwenda kwenye kituo chake cha kujiandikisha daftari la kupiga kura. Zoezi linaanza tarehe 1 kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Kwa wananchi wangu wa kata ya Tandara, vijiji vyote vya Ikonda, tuna vituo viwili tu. Kituo cha kwanza kijiji cha Tandara, kituo cha pili kijiji cha Ikonda. Ni waombe mwananchi wa kijiji cha Yela anaweza kwenda Tandara kujiandikisha au kuboresha taarifa zake, lakini pia mwananchi huyo wa kijiji cha Yela anaweza kuja kwenye kituo cha uandikishaji cha kijiji cha Ikonda akaboresha taarifa zake, akajisajili mpya. Lakini pia mwananchi wa kijiji cha Usagatiku, mwananchi wa kijiji cha Tandara, mwananchi wa kijiji cha Ikonda, ni muhimu sana kwa ajili ya kuboresha taarifa zako kwa maendeleo yako ya kesho. Sababu utakapokuwa umejiandikisha vizuri ndio kupata kiongozi ambaye ni mzuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana mjitokeze kwa wingi sana. Siku ni nyingi za kujiandikisha, siku 7 kwa masaa yote mliopangiwa. Niwaombe sana sana mjitokeze kwa wingi. Kwa majina naitwa Zakayo Damson Halale, ni mmoja wa watu walioteuliwa au kuchaguliwa tena kwa awamu nyingine kwenye uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ambalo itaanza marekebisho yake tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5. Na leo tarehe 29 tupo hapa kwa ajili ya semina elekezi kwa ajili ya kwenda kuifanya hii kazi ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Wanasemina wenzangu wamepata somo zuri, kwa hiyo ni jambo ambalo halijawa na utata sana, kwa sababu hizi semina sio mara ya kwanza au haya mafunzo sio mara ya kwanza. Tulikuwepo hapa Januari kwa ajili ya semina ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na leo tumekuja tena. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kazi haitakuwa ngumu sana, itakuwa ni kazi nyepesi, vinginevyo tu iwe akili ya mtu ambaye labda hajaamua kufanya kazi hii kwa uaminifu. Kwa hivyo tunashukuru na tunaomba wapiga kura na wale watu ambao hawakupata bahati ya kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura waje ili waboreshe taarifa zao na kujiandikisha kwa wale ambao walikuwa bado hawajajiandikisha, ili wapate fursa ya kuchagua viongozi wao, diwani, mbunge pamoja na rais itakapotangazwa uchaguzi mwezi Oktoba.